Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans mara baada ya kuweza kushindikana kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo. Young Africans wao wameweza kutoa tamko yao kwamba hawataweza kushiriki tena huo mchezo, lakini michezo mingine bado Young Africans wanapambania nafasi yao. Hapa nazungumzia katika mchezo wa kombe la shirikisho la CRDB Federation Cup, ambapo unafahamu ya kwamba Young Africans wanakwenda kukutana dhidi ya Coastal Union Wanamangushi, ambapo mchezo huo unakwenda kupigwa pale katika uwanja wa KMC, Young Africans wakiwa wenyeji wa mchezo huo. Sasa mimi nimekusogezea kikosi ambacho kimeweza kutangazwa na kocha Amdi, akiweza kutangaza kikosi chake ambacho kitakachokwenda kuwavaa Coastal Union. Unafahamu ya kwamba ni mchezo muhimu kabisa ambao unafahamu ya kwamba sasa hivi hizi timu ambazo pengine unaweza kuzichukulia za kawaida ndio timu ambazo zinaziondosha timu za ligi kuu katika mashindano kama haya kombe la FA. Sasa kabla tujaendelea kwenye kukutajia kikosi, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu wakati wote. Subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele kupata muendelezo wa taarifa zetu pindi ambapo zinapokuwa zikiweza kujili saa 24 popote ulipo zinakuwa zinakufikia. Bana, kikosi cha Young Africans mara baada ya kuweza kukimbiwa na klabu ya Simba, waliuona moto wakajua nini kitakachojiri. Sasa asila za Simba Sport Club zinaenda kumalizikia kwa Coastal Union ambao wanakutana na Young Africans ambayo ina asila kweli kweli baada ya kukosa mchezo dabi ya Kariakoo. Sasa wanakwenda kukutana na Coastal Union. Kikosi kikoje? Kikosi kama ifuatavyo. Golini anasimama Djigui Diarra, unafahamu bora wake miongoni mwa magolikipa bora kweli kweli ndani ya kikosi cha Young Africans. Amekuwa na muendelezo mzuri, ukiweza kushuhudia akiwa na takriban clean sheet 11 ndani ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwenye kombe la FA bado anaendeleza ubabe wake, lakini kwa upande mwingine Djigui Diarra atakwenda kuisaidia Young Africans kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kuitafuta nafasi inayofuata. Kwa upande wa beki namba 2 anasimama si mwingine bali ni Kibwana Shomari, unafahamu bora wake. Mwalimu ameweza kumpatia nafasi mara baada ya kutokumuona kwa muda katika kikosi cha Young Africans. Kibwana Shomari ameweza kuanza kwenye kikosi dhidi ya Coastal Union kwenye kuzitafuta nafasi zingine tena, ambapo mchezo huu unafahamu ya kwamba ukipigwa hapa ndio safari yako inaelekea mwisho. Hivyo basi atahitaji kuweza kuipeperusha bendera ya Young Africans katika safari ya mbele zaidi. Kwa hiyo tutakwenda kushuhudia ubora wake kwenye kupandisha timu na kurudi kukaa katika nafasi yake kuwazuia wapinzani. Katika upande wa beki namba 3 utasimama Nixon Kibabage, unafahamu ubora wake, mmoja kati ya mabeki ambao wenye kasi nzuri ya kuweza kupanda na kuweza kurudi. Ukiweza kushuhudia namna gani ambapo Young Africans wanazidi kuweza kuwatengeneza hawa vijana, wakiweza kuwapa nafasi kabisa. Nixon Kibabage anakwenda kuanza katika mchezo huu, nafasi ambayo amepewa na kocha Amdi kuonesha kile ambacho yuko nacho kwa sasa mara baada ya kuweza kutoka katika majeraha ambao aliweza kuyapata. Lakini kwa upande wa beki namba 4 atakuwepo si mwingine bali ni Ibrahim Hamadi Baka, akiendeleza moto wake. Walimkimbia kina Lionel Ateba, wakina Mukwala waliweza kumkimbia siku ya Machi 8. Kingetokea kitu kweli kweli katika bato yao. Kwa hiyo anaanza katika mchezo dhidi ya Coastal Union. Hapa nazungumzia Ibrahim Hamadi akianza katika safu ya ulinzi. Lakini kwa upande wa beki namba 5 anaanza kapteni mkuu Bakari Nondo Mwamnyeto, akiweza kupewa nafasi na kocha mkuu kuonesha kile ambacho yuko nacho kwa timu yake ya zamani. Hapa nazungumzia
kabisa Coastal Union Wanamangushi ambako aliwahi kupita Bakari Nondo Mwamnyeto. Kwa hiyo tutakwenda kushuhudia leo atakapokuwa akicheza na watu wake wa nyumbani. Lakini kwa upande wa safu ya kiungo namba 6 pale anasimama si mwingine bali ni Jonathan Mkude. Unafahamu bora wake, mwalimu ameona kuna kitu cha ziada kwa Jonathan Mkude mara baada ya kuweza kumpa nafasi ya kutosha Khalid Aucho. Sasa anataka kukiona kile ambacho yuko nacho Jonathan Mkude akiweza kuanza katika eneo la katikati. Ubora wa Jonathan Mkude kila mmoja anafahamu namna ambavyo ana uwezo wa kutuliza mashambulizi, kuanzisha pasi zake ndefu za kupita juu, zote utakwenda kuzishuhudia. Lakini kwa upande wa namba 7 sasa utakutana na Maxim pia Nzingeli akiweza kuanza katika mchezo huu mkubwa kabisa kwenye kuzitafuta alama 3 na ushindi juu kabisa wa kuwasongesha mbele Young Africans. Kumbuka ya kwamba Maxim Nzingeli ni miongoni mwa nyota ambao pia wanamatafuta magoli ya kutosha kwenye ufungaji bora wa kombe hili la FA. Kwa upande wa namba 8 mwalimu amependa kuanza na Abubakar Salum Shuaboy akiweza kuanza katika eneo hilo. Abubakar Salum Shuaboy unafahamu bora wake, ni miongoni mwa nyota ambao wanakiwasha kweli kweli ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ni nafasi tu ya kuanza ndio imekuwa ni hadimu, lakini vitu mguuni bado vipo kwa Abubakar Salum na Young Africans bado wana matarajio makubwa kutoka kwake. Lakini kwa upande sasa wa namba 9 utakwenda kushuhudia ataanza Clement Mzinze. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa wafungaji bora msimu uliopita katika kombe hili aliweza kutoa kiatu hicho. Kwa hiyo nafasi yake bado yuko nayo ya kuweza kupigania, kwani mwendo ni mzuri bado ambao yuko nao katika taji hili. Tutakwenda kushuhudia namna gani ambavyo mwalimu baada ya kuweza kumpatia nafasi Clement Mzinze kuonesha kile ambacho yuko nacho katika kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Lakini kwa upande hapa wanazungumzia wa namba 10 sasa. Namba 10 anaanza Cletus Chora Chama, mwamba wa Lusaka. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa watu makini kweli kweli. Sasa hapa ndio utakapokwenda kujua ufalme wa Cletus Chora Chama anapokutana na game kama hizi, game zenye maamuzi ya kuweza kuisongesha timu mbele, basi juu ya kwamba ndio shughuli zake huyu mwamba kwenye kuweza kuupiga mwingi. Utakwenda kushuhudia hilo ambapo mwalimu ameweza kumpatia nafasi ya kuanza kama namba 10 katika mchezo huu. Kugalagala kwa mabeki, kuvunjwa nyonga, ndio kazi kubwa ambayo Cletus Chora Chama atakwenda kuifanya. Lakini kwa upande wa namba 11 utakwenda kushuhudia si mwingine bali ataanza Pacome Zouzoua. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa nyota bora kabisa ambao wanakiwasha ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, akienda kutoa somo kwa Coastal Union ni namna ya kuweza kufuzu kuelekea hatua inayofuata ya kombe la CRDB Federation Cup, ambalo kwa sasa ndio zamu ya kwenda kuweza kushuhudia kile ambacho kitakacho kwenda kutokea. Hawa Coastal Union watachagua wao wakimbie kama walivyoweza kukimbia Simba Sport Club, ama wacheze waweze kukutana kile ambacho watakwenda kukutana nacho. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na kikosi hiki ambacho kimeweza kutangazwa na kocha mkuu wa Coastal Young Africans, kocha Amdi Miludi, akiweza kutangaza mchezo huo.